leo naomba nikuletee somo ambalo limenichanganya kidogo kulipa heading. Nikaona nilipe heading inayosema Mungu anakujali hata kwenye hali yako ngumu. Amen. Mungu anakujali hata kwenye hali yako ngumu. Tuseme wote kwa pamoja. Mungu anakujali. Mungu anakujali hata katika hali yako ngumu. Tuseme tena, Mungu anakujali. Mungu anakujali hata katika hali yako ngumu. Hapa tumesoma kisa cha huyu mama anaitwa Naomi. Naomi alikuwa mkewe wa mtu mmoja aliyejulikana kwenye maandiko kama Elimeleki. Hawa watu mke na mume waliishi kwenye nchi ya Bethlehem ya Yuda. Tusoma pale mwanzoni kidogo, natambulisha pale. Mimi sio mtaalamu sana wa theolojia, ningeweza kupambua kidogo katika vitabu ambavyo nimevisoma kidogo, sio sana. Nimeona kwamba hawa watu waliishi katika mji wa Bethlehem ya Yuda. Walikuwa ni watu ambao tungesema labda walikuwa ni maarufu kwa maana walizaliwa kwenye ukoo wa Yuda. Lakini kukatokea shida. Na kabla tutaenda kwenye hiyo shida ambayo ilitokea hapo Bethlehem ya Yuda, hawa watu wawili kwenye kitabu hiki kinachoandikwa kwa jina la mwanamke huyu anaitwa Ruth, kimewekwa mahali ambapo ni ajabu. Kimewekwa katikati ya kitabu cha Waamuzi na kitabu cha Samueli wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hiki kitabu nilichokuwa nakiangalia kidogo kama kupembua kupata theolojia na mimi kidogo, sio mbaya, mara moja kwa mwaka. Wakasema kwamba kitabu hiki kiliandikwa hapo kwa sababu ya kurejea andiko ambalo limeandikwa kwenye Waamuzi 1:1. Hebu nisaidie kusoma hapo. Wamesemaje? Waamuzi 1:1. Wanasema nini hapo? Waamuzi, kitabu cha nyuma yake tu kidogo. Ikawa baada ya kufa kwake Yoshua, wana wa Israeli wakamtaka Mungu, wakasema, ni nani atakayekwea kwanza kwa ajili yetu? Ni nani atakayekwea